jina anaitwa John Zakaria. Ni miongoni mwa wakalimani wa lugha ya alama ya ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Yes, pia vilevile ni mratibu wa huduma wezeshi ya Kiadventista ambayo inahusika na watu wenye mahitaji maalum katika makundi mbalimbali. Inapatikana katika jimbo la ECF ndani ya ukanda wa Geita Bagamoyo. Bwana amekupatia uwezo wa kuimba, amekupatia karama, amekupatia talanta ya utumishi wa kufundisha neno la Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa watu ambao wanatamani kupata elimu hiyo, viziwi pia wapo, wanatamani kupokea ujumbe huo. Uwe ni mkutano wa aina yoyote ule, mpendwa, jitahidi sana kuweza kuweka wakalimani wa lugha ya alama. Uwe na shule yako binafsi, wanakwaya Mungu amewapatia uwezo wa kuwa wanaimba, ni waimbaji binafsi, wanaimba peke yao. Mbona jitahidi sana mpendwa, katika kazi yako unaoifanya weka pia mkalimani wa lugha ya alama. Ni pia vile kwa kwaya ambazo zipo katika makanisa mbalimbali ambazo wanaimba, wanatoa nyimbo mbalimbali kila leo, jitahidi sana kuweza kuweka wakalimani wa lugha ya alama. Kwa watumishi wa Mungu ambao Mungu amewapatia kuwa na hiyo kalama ya ukalimani, na wenyewe waweze kuwasilisha ujumbe kwa viziwi, ili viziwi wakitazama kazi ambayo mnaifanya, nyimbo ambazo mnaziimba, zitasaidia sana na wao kumfahamu Kristo ambaye wewe unamfahamu. Rafiki yangu, wanaopokea ujumbe huu fanyia kazi. Vile pia hata kwa hizo taasisi za kidini, dini ya aina yoyote, uwe ni Uislamu, uwe ni Mkristo aina yoyote, lakini mnatoa huduma kila Ijumaa au kila Jumamosi au kila Jumapili katika sehemu zenu za ibada, jitahidini sana muweze kuweka wakalimani wa lugha ya alama. Hata kama wakiwa viziwi hawapo, lakini tafuteni wakalimani muwaweke, ndio itakao kuwa ni chachu mojawapo ya kuwavuta viziwi kufika sehemu ile, kwa huduma yao ya ukalimani pia ipo. Kwa hiyo wapendwa, tujitahidi sana kuifanyia kazi hili. Kama kanisa lako halina mkalimani, weka mkalimani. Kama kwaya yako ambayo unaimba pia haina mkalimani wa lugha ya alama, mmetoa nyimbo miaka mingi, jitahidi kwa mwaka huu 2025 mfanye badiliko, wekeni pia mkalimani katika kwaya yenu. Iwe ni katika shule yako ambayo unafundisha au unasimamia, ni msimamizi binafsi katika shule hiyo, hapo ni private, jitahidi sana uweze kuweka mkufunzi wa kufundisha watoto wako lugha ya alama. Hii elimu itakusaidia mpendwa, ina faida na ina manufaa makubwa sana, si kwako tu, bali utamsaidia hata yule mpendwa mwenzetu ambaye hana uwezo wa kusikia aweze kupokea ujumbe aidha wa neno la Mungu au kupokea elimu fulani ambayo wewe unaijua, ukiwasilisha kwa njia ya lugha ya alama. Viziwi wapo, wanatamani kumfahamu Kristo. Fanya kitu wapendwa. Kwa hiyo wapendwa, wajali wahitaji siku zote maishani. Mungu akubariki sana rafiki yangu.